Wanajeshi wa Ukraine husababisha madhara makubwa wakati wakikimbia kutoka mkoa wa Kursk wakilenga makanisa na maeneo mengine muhimu ya kitamaduni wakiwa safarini kutoka nje ya mkoa huo wa Kursk. Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema hivyo baada ya taarifa kutoka Kursk nchini Urusi ambayo amethibitisha rais wa nchi hiyo Vladimir Putin. Pia taarifa nyingine ambayo utasikia katika muda huu ni kuhusu Urusi kukataa wito wa kurudisha kinu cha nyuklia cha Zaporizhzhia cha Ukraine. Karibu sana katika undani wa taarifa hizi. Nitakufahamisha hapa cha msingi. Ungana nami hadi mwisho wa ripoti hii. Wanajeshi wa Ukraine wanasababisha madhara makubwa wakati wakikimbia kutoka mkoa wa Kursk huko nchini Urusi wakilenga makanisa na maeneo mengine muhimu ya kitamaduni wakiwa safarini kutoka nje ya mkoa wa Kursk. Vladimir Putin ameeleza hivyo ambako amesema kwa bahati mbaya baada ya wanajeshi wa Urusi kuwafukuza wanajeshi wa Ukraine nje ya maeneo yenye watu wengi wao, yani vikosi vya Ukraine, wakati wakiondoka wanaharibu majengo ya viwanda, nishati na utamaduni. Hata wanapokuwa tayari wako nje ya mkoa wa Kursk, wao huweza kushambulia kwa maksudi maeneo ya urithi wa kitamaduni na vituo vya kiroho. Rais alisitiza katika mkutano wa baraza la rais kuhusu utamaduni na sanaa nchini humo, ambako hivi karibuni tu wanajeshi wa Urusi waliweza kumwelezea ya kwamba wanajeshi wa Ukraine walifyatua dozen kadhaa katika moja ya makanisa baada ya kulazimika kukimbia kutoka eneo lenye watu wengi. Mkuu wa kamanda mkuu aliweza kusema hivyo, ambako kwa mujibu wa rais alisema ni lazima kabisa kupanga kurejesha kwa vituo hivyo vya kitamaduni mapema. Kwa hakika itakuwa moja ya masharti ya amri ambayo itatengenezwa kutokana na mazungumzo ya Urusi na majadiliano yao na wao leo. Hivyo pia ndivyo namna ambavyo Putin ameweza kudai kuhusu ambacho amekizungumza ya kuwa wanajeshi wa Ukraine huweza kusababisha madhara makubwa wakati wakikimbia kutoka mkoa wa Kursk wakilenga makanisa na maeneo mengine muhimu ya kitamaduni wakiwa safarini kutoka nje ya mkoa huo. Taarifa nyingine ambayo nilikudokeza kukufahamisha muda huu ni kuhusu ya kuwa Urusi imekata wito wa kurudisha kinu cha nyuklia cha Zaporizhzhia maarufu ZNPP. Wizara ya mambo ya nje ya Urusi iliweza kutangaza mnamo Machi 25 ya kwamba kiwanda cha nyuklia cha Zaporizhzhia ni kituo cha Urusi na hakiwezi kuhamishwa Ukraine au nchi nyingine yoyote, ambako wizara pia iliondoa uwezekano wa operation ya pamoja ikisema ya kuwa kuhakikisha usalama wa mtambo na nyuklia hautawezekana. Moscow inadai udhibiti wa mmea huo kulingana na mashtaka yake haramu ya mikoa 4 ya Ukraine mnamo Septemba 2022 pamoja na Zaporizhzhia, ambapo Ukraine inadhibiti mji mkuu wa mkoa huo na vile katika Kherson kufuatia kura za maoni ambapo wakaazi waliweza kupiga kura katika majimbo hayo. Kremlin ilidai ya kuwa uongo ya kwamba 98% ya watu waliunga mkono kujiunga na Urusi na waliendelea kutangaza kunyakua bila msingi wowote halali. Zile zinazoitwa kura za maoni zilipingana na sheria za Ukraine na Urusi na zilitambuliwa na nchi mbili tu, yani Urusi na Korea Kaskazini. Kurejeshwa kwa kituo kwenye sekta ya nyuklia ya Urusi kumekuwa jambo la kawaida kwa muda mrefu. Wizara hiyo ilisema Machi 25 ya kuwa pia kuhamisha mtambo wa Zaporizhzhia kwa udhibiti wa Ukraine au nchi nyingine ni haiwezekani. Vikosi vya Urusi vilikamata mmea mapema katika uvamizi kamili, ingawa mtambo huo hautengenezi umeme tena. Shirika la Umoja wa Mataifa la kulinda nyuklia linadumisha vidhibiti kwenye tovuti kama inavyofanya katika vituo vyote vya nyuklia vya Ukraine.
Kituo hicho kimekatishwa mara kwa mara kutoka kwa gridi ya umeme ya Ukraine kutokana na mashambulizi ya Urusi kwenye miundombinu ya nishati nchini Ukraine, ambapo Moscow imepuuza wito wa kuachia udhibiti wa kituo hicho. Ukraine inaendelea kudai mtambo huo kurejeshwa katika mamlaka yake na inakataa madai ya Urusi juu ya eneo lake, ambako wakati wa simu ya hivi karibuni ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na rais wa Marekani Donald Trump alipendekeza kuwa Marekani ingeweza kusaidia kufanya kazi na inawezekana kumiliki vinu vya nyuklia vya Ukraine. Pia taarifa nyingine ni kuhusu Kremlin ambayo imeweza kutoa orodha kamili ya vifaa vya nishati chini ya makubaliano ya muda ya Amerika kati ya Urusi na Ukraine, ambako Kremlin imetoa orodha kamili ya vifaa vya nishati chini ya makubaliano ya muda ya Amerika kati ya Urusi na Ukraine, ambapo kusitishwa kwa mgomo wa masafa marefu dhidi ya malengo kama hayo kulianza Machi 18 na kutaendelea kwa siku 30. Kremlin imesema hivyo. Aina za vifaa zilizofunikwa chini ya mapatano hayo ni pamoja na usindikaji na kuhifadhi mafuta na gesi, ikiwa ni pamoja na vituo vya kusukuma maji na mabomba, maeneo ya kuzalisha na kusambaza umeme, mitambo ya nyuklia na mabwawa ya mitambo ya kuzalisha umeme kwa maji. Usitishaji huo unaweza kurefushwa zaidi ya kipindi cha siku 30 iwapo pande zote mbili zitakubali, ambako Moscow ilibainisha kuwa iwapo upande wowote utaweza kukiuka mpango huo, mwingine unaweza kujiona kuwa huru kutokana na majukumu yake. Kusitishwa kwa mgomo awali kulipendekezwa na Trump kwa rais wa Urusi Putin wakati wa simu ya wiki iliyokwisha kupita, ambako kiongozi wa Moscow alikubali na kuamuru mara moja jeshi la nchi hiyo kusitisha mashambulio kwenye vituo vya nishati vya Ukraine, ambako jeshi la Urusi baadaye lilisema lililazimika kuangusha ndege 7 za kamikaze ambazo tayari zilikuwa zikielekea nchini Ukraine ili kutekeleza agizo hilo. Zelensky aliunga mkono hadharani wazo la kusitisha mapigano muda mfupi baada ya kutangazwa kwa mara ya kwanza, lakini hata hivyo Moscow ilishutumu Kyiv kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano karibu mara moja, ikidai ya kuwa vituo vingi vya nishati nchini Urusi viliweza kulengwa na ndege zisizo na rubani za Ukraine katika wiki moja iliyokwisha kupita. Siku ya Jumatatu, muungano wa Caspian Pipeline Consortium maarufu kama CPC ulilaani shambulio la Ukraine kwenye kituo cha kusukuma mafuta cha Kropotkinskaya, tovuti muhimu ya nishati katika mkoa wa Krasnodar Krai wa Urusi, ambako CPC inaendesha mfumo mkuu wa bomba la kubeba mafuta yasiyosafishwa kutoka kwa maeneo ya mafuta huko Kazakhstan na eneo la Caspian la Urusi hadi bandari ya Bahari Nyeusi ya Urusi ya Novorossiysk na kwenye masoko ya kimataifa, ambako mradi huo unamilikiwa kwa pamoja na wadau kadhaa kutoka Urusi pamoja na makampuni makubwa ya mafuta ya Marekani kama vile Chevron na Exxon Mobil.